Karibu mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Taarifa ambayo niko nayo hapa inahusu picha za satellite zimefichua uharibifu mkubwa kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. Kwa mujibu wa BBC Verify ni kwamba picha mpya za satellite zilizotolewa na kampuni za Masar na Umbra Space zimefichua kiwango kikubwa cha uharibifu kwenye baadhi ya vituo vikuu vya nyuklia vya kijeshi vya Iran kufuatia mashambulizi makubwa ya angani yanayodaiwa kufanywa na Israel. Katika mfululizo wa mashambulizi ulioanza Ijumaa, kituo cha nyuklia cha Natanz kimeathirika vibaya, hasa kwenye kiwanda cha majaribio cha kusafisha uranium pamoja na kituo cha umeme. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, sehemu ya juu ya kiwanda hicho ambako uranium yenye usafi wa hadi 60% ilikuwa ikizalishwa imeharibiwa kabisa. Uranium ya kiwango hicho ni muhimu kwa matumizi ya nishati ya atomiki na pia inaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Ingawa hakuna ushahidi kuwa sehemu ya chini ya ardhi ya kiwanda hicho inayojumuisha mfumo wa kimsingi wa usafishaji mafuta ilishambuliwa, wataalamu wa usalama wanasema milipuko ilionyesha matumizi ya mabomu ya kisasa yanayopenya chini ya ardhi yanayojulikana kama bunker boosters kama GBU-31 au GBU-28. Katika mji wa Isfahan, IAEA imethibitisha kuwa majengo manne muhimu yameharibiwa, yakiwemo kiwanda cha kubadilisha uranium na kituo cha utengenezaji wa sahani za mafuta ya nyuklia. Picha za Masar zinaonyesha uharibifu wa majengo pamoja na alama za kuchomeka karibu na eneo hilo. Hata hivyo, vituo vingine vya nyuklia kama Arak na Fordow havijaonyesha dalili zozote za uharibifu licha ya madai ya Iran kuwa mashambulizi yalifanyika maeneo hayo. Jeshi la Israel limekanusha madai hayo. Mbali na vituo vya nyuklia, maeneo ya makombora na rada pia yamelengwa. Eneo kama la Tabriz kaskazini magharibi mwa Iran, picha kutoka Umbra Space zinaonyesha uharibifu katika magala ya silaha, maficho ya makombora na silos. Eneo la Kermanshah, picha za satellite zinaonyesha alama kubwa za moto na uharibifu katika majengo mawili karibu na kambi ya makombora. Tehran, mji mkuu wa nchi ya Iran, kituo cha makombora cha IRGC cha Khadir kimeathirika vibaya sana na mashambulizi ya Israel. Pinanshar, mkoa wa magharibi mwa Pinanshar, kituo cha rada cha kikosi cha walinzi wa mapinduzi IRGC kimeharibiwa kwa kiwango kikubwa sana. Hadi sasa shirika la IAEA limeeleza kuwa hakuna ongezeko lolote la mionzi hatari iliyoripotiwa katika maeneo ya Natanz wala Isfahan, hatua inayopunguza hofu ya athari za mionzi kwa raia. Mashambulizi haya yanaendelea kuongeza mvutano kati ya Israel na Iran, huku mataifa ya kimataifa yakitoa wito wa kusitisha mashambulizi na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Mtazamaji wa Zone Media, taarifa hii na picha hizi ambazo umeweza kuziona hapo ni kwa mujibu wa BBC Verify, ambapo wameweza kutoa taarifa hii kuhusiana na sehemu ambazo zimeweza kuathirika vibaya sana, zikiwemo sehemu za nyuklia lakini vile vile na vituo vya IRGC vya kijeshi. Endelea kusalia na Zone Media ili uweze kuhabarika zaidi kuhusiana na Mashariki ya Kati. Naitwa Victor Moshi, asante kwa kuichagua Zone Media.